Serikali ya Afrika Kusini imetangaza uamuzi wa kuondoa wanajeshi wake 700 waliokuwa wakihudumu chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuimarisha utulivu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO katika taifa hilo linalokumbwa na migogoro ya mara kwa mara. Kwa mujibu wa taarifa ya Ikulu iliyotolewa Jumamosi usiku, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alimjulisha Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuhusu uamuzi huo wa kuondoa mchango wa wanajeshi wa nchi hiyo katika operesheni za kulinda amani nchini DRC. Serikali ya Pretoria imesema uamuzi huo umetokana na haja ya kuimarisha na kupanga upya rasilimali za Jeshi la Ulinzi la Taifa la Afrika Kusini SANDF baada ya takribani miaka 27 ya ushiriki wake katika juhudi za Umoja wa Mataifa za kulinda amani nchini DRC. Afrika Kusini ni miongoni mwa nchi 10 zinazoongoza kwa kuchangia wanajeshi katika MONUSCO, na kuondolewa kwa wanajeshi wake kunatarajiwa kukamilika kabla ya mwisho wa mwaka huu. Hatua hiyo inafuatia tukio la mwaka jana ambapo Afrika Kusini iliweza kurejesha nyumbani mamia ya wanajeshi waliokuwa wamepelekwa chini ya ujumbe wa kijeshi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC baada ya askari 17 kuuawa katika mapigano yaliyokuwa yakiongezeka kati ya majeshi ya serikali ya DRC na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Mgogoro mashariki mwa DRC ulizidi kushika kasi mapema mwaka 2025 baada ya waasi wa M23 kuteka maeneo makubwa pamoja na miji muhimu, hali iliyosababisha wito mkubwa wa kimataifa kwa mataifa yanayochangia wanajeshi kutathmini upya usalama wa vikosi vyao. Katika tukio la hivi karibuni la kuongezeka kwa mapigano, waasi wa M23 walidai kuhusika na shambulio la droni dhidi ya uwanja muhimu wa ndege wa Kisangani, eneo lililo umbali wa ngome zao za kawaida za operesheni. Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa utatuma ujumbe maalum katika eneo hilo lenye mvutano mkubwa ili kusaidia utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa upande wa juhudi za kidiplomasia, Qatar imekuwa ikiratibu mazungumzo kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23 kwa miezi kadhaa, huku makubaliano ya kuelekea kusitisha mapigano yakitiwa saini mwezi Julai. Aidha, DRC na Rwanda ziliridhia makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani mwezi Desemba mjini Washington. Hata hivyo, Afrika Kusini imesisitiza kuwa itaendelea kuunga mkono juhudi nyingine za kimataifa kupitia SADC, Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kwa lengo la kuleta amani ya kudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa taarifa zaidi basi ni kuombe mtazamaji uendelee kuwa karibu nasi wakati wote kwa kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare.